Karibuni katika mfumo wetu wa THL Accounting. Leo hii tutaonyesha jinsi gani ambavyo mfumo unaweza ukafanya kazi na kukusaidia kuweza kucontrol na kumanage biashara yako. Jinsi ambavyo inafanya kazi ni kama ifuatavyo. Mfumo wetu wa THL Accounting umegawanyika katika sehemu tofauti tofauti kama tunavyoona hapa. Kuna upande wa juu ambao tunasema kwamba ni ufito wa juu. Ukija upande wa pembeni huku kushoto, pia kuna upande huu wa katikati, alafu kuna upande huu wa dashboard. Kwa hiyo tukianza kwenye upande wa juu. Kwenye upande wa juu hapa mwanzoni kabisa itaonekana jina la kampuni yako. Mbele kidogo utaona account ID pamoja na namba yako ambayo utakuwa unaitumia wewe kuweza kufanya malipo. Mara nyingi hii account ID inakuwa ni tofauti na kampuni na watu wengine wote, yani inakuwa ni kwa ajili yako tu. Hapa itaonyesha siku zile ambazo ulizobakiwa nazo, kama ulijisajili kwa mwezi, kama ulijisajili kwa miezi mitatu, kama ulijisajili kwa mwaka. Itakuwa siku zako zinaonekana hapa. Hapa ni sehemu ambako unaweza ukapata menu ya kufanya matumizi yako ya haraka haraka. Upande huu ni wa kusaidia wewe kuweza kuwasiliana na sisi au kupata dokumenti au information ambazo zitakusaidia wewe kuweza kurekebisha au kutumia mfumo wako. Upande unaofuata ni inaonyesha mtu ambaye amejisajili na jina lake linaonekana pale, pia linaonekana subscription zako zitakuwa zinaonekana, inbox na utaona sehemu ya change password pamoja na log out. Huu ni upande wa juu. Upande unaofuata ambao ni wa katikati ni sehemu ambapo wewe unaweza ukautumia kuweza kucreate invoice yako. Unaweza pia ukatumia kucreate receipt zako. Pia unaweza ukatumia kupokea malipo yako. Pia unaweza ukatumia kuweza kurekodi matumizi yako. Pia unaweza ukatumia kwa ajili ya kurekodi order zako ambazo unataka mzigo wako kutoka sehemu fulani kwa supplier fulani. Pili, hapa unatumia kuweza kulipa bili zako ambazo umezitengenezea order hapo mwanzoni. Upande unaofuata ni upande wa dashboard. Kwenye upande wa dashboard kuna sehemu ya invoice. Hapa itaonyesha listi za invoice zote ambazo unatakiwa uzifuatilie ambazo unazidai. Hapa itaonyesha mauzo yote uliyofanya kwa kutumia cash. Hapa itaonyesha malipo yote ambayo umeyafanya. Hapa itaonyesha sehemu ambapo matumizi yote ambayo umekuwa umeyafanya. Hapa ni sehemu ambapo order zako zote ambazo umezifanya zitakuwa zinaonekana. Hapa ni bili zote ambazo umezitengeneza zipo lakini bado hazijafanywa malipo. Hapa itaonyesha fedha ambazo umeziweka kwenye akaunti zako hasa za benki. Hapa itaonyesha stock bidhaa au item ambazo ulizokuwa nazo kwenye biashara yako au kampuni yako. Hapa itaonyesha asset, ya maana kwamba thamani ya ambazo umezisajili kwenye biashara yako au kwenye kampuni yako. Kwa hapa itaonyesha ripoti zako ambazo zilizokuwa zinafanyika kwenye mfumo wako, ripoti ya aina mbalimbali zitakuwa ziko hapa. Upande unaofuata ni upande huu ambao unaonyesha profit, income, expense, income versus expense, equity na branches. Kwenye profit hapa itaonyesha ni faida kiasi gani ambapo biashara yako imeweza kutengeneza ndani ya muda fulani. Kwa hiyo ukifungua mfano hapa kwa mwaka 2019 itakuwa inaonyesha kwamba profit kiasi gani ambazo umezifanya kutokana na miezi inayoonekana hapo chini. Na hii bar inaonyesha jinsi gani ambavyo kwa mwezi fulani umepata profit kiasi gani kwenye biashara yako. Na hii pia inaonyesha hivyo hivyo kwamba kiasi gani ambacho au faida gani ulizozipata katika mwezi huo husika katika mwaka husika. Pia unaweza ukachagua miaka mingine kwa jinsi ambavyo umeshaingiza bidhaa zako au matumizi au biashara uliyoifanya kwa mwaka husika. Pia kuna hii ripoti ya income ambayo tunasema kwamba mapato yako. Kwenye income ukifungua inaonyesha jinsi gani ambavyo bidhaa zako zinakuongezea income yako ambayo tunasema kama mapato yako. Kwa upande wa bidhaa tofauti kwa kila sehemu, kila hapo ilivyojigawa inaonyesha kabisa kwamba kwa kipindi hiki bidhaa fulani imeongeza faida kwa asilimia fulani, imepata mapato kwa asilimia fulani. Kwa upande mwingine inaonyesha jinsi gani ambavyo umefanya mauzo ile revenue kwa kiasi gani kama hivyo inavyoonekana hapo. Sehemu nyingine ni ya matumizi yako. Hapa inaonyesha matumizi ambayo umeyafanya katika kipindi fulani cha mwaka. Ukifungua
itaonekana labda mwaka 2019 matumizi ambayo uliyofanya yatakuwa yanaonekana kwenye hili duara pamoja na percentage zake, asilimia, kwamba asilimia fulani umefanya matumizi kwenye sehemu fulani. Pia unaweza ukachagua mwaka tofauti tofauti kama inavyoonekana hapo. Halafu tuna graph nyingine ambayo hii inaonyesha income versus expense, kwa maana mapato dhidi ya gharama. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo ulikuwa umepata mapato na jinsi gani ambavyo matumizi yako umeyafanya. Ukifungua itakuwa inaonekana kama hivyo inavyoonekana. Kwamba kwa mwaka 2019 ukiangalia hii yenye rangi ya green inaonyesha ni mapato yako na hii yenye rangi nyekundu inaonyesha matumizi yako. Kwa hiyo kwa mwezi husika, kwa mfano tukiangalia mwezi wa 9, inaonekana kabisa kwamba mapato yangu nilikuwa ni kiasi kikubwa ukilinganisha na matumizi yangu ambayo niliyofanya ndani ya mwezi huo. Pia unaweza ukaenda kwa miaka tofauti tofauti, inategemea na data au information zako ambazo ulizoziingiza kwenye mfumo huu. Pia kuna equity. Equity inaonyesha mali zako au mtaji wako ambao ulivyokuwa kwenye hiyo biashara yako katika kipindi fulani cha mwaka katika miezi tofauti tofauti. Ukifungua inaonekana kama ifuatavyo. Kwa hiyo ukiangalia hapa kwa mfano kwenye mwezi wa 9 inaonekana kabisa kwamba mtaji wangu ulikuwa ni mkubwa, ulipanda kiasi hiki hapo. Kwa hiyo kwa miaka ya nyuma inaonekana iko kwa jinsi hivi. Pia unaweza ukaenda katika miaka tofauti tofauti na ukaangalia jinsi ambavyo miezi ilivyokuwa na mtaji wako ulivyokuwa unaongezeka ama kupungua. Hapa ni upande wa branches. Unaweza ukawa na biashara kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo nayo pia unatakiwa uangalie au umanage jinsi gani ambavyo biashara inavyoenda huko sehemu husika. Kwa ukifungua pia kwenye branch itaonekana branch zako zitakuwa zimejipanga huku juu. Tegemea na wewe mwenyewe ulivyozisajili kwenye mfumo huu. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano hii hapa iliyofunguka ni branch ya kwanza ambayo ni main branch, itakuwa inaonekana matumizi pamoja na mapato katika miezi husika. Ukija upande mwingine na ukifungua branch nyingine nayo itakuwa inaonekana, ukifungua branch inayofuatia nyingine nayo itakuwa inaonekana. Kwa hiyo inategemea kule ambako matumizi na mapato yalivyofanyika kwenye branch husika au tawi. Kwa hiyo hapo tumejaribu kuelezea jinsi gani ambavyo mfumo huu unaweza ukakuonyesha na kufanya wewe kuweza kufanya maamuzi husika kwa kuangalia hizo graph ambazo zinaonekana hapo juu. Upande unaofuata ni upande huu wa dashboard. Hapo bado tupo kwenye dashboard. Ukiangalia upande huu inaonyesha overdue invoice. Overdue invoice ni zile invoice ambazo muda wake wa kulipa umeshafika. Kwa mfano hapa unaona kuna overdue invoice 9 na ukiangalia ndani hapo unakuta hizo invoice zako ambazo zimekuwa overdue kwa idadi ambayo imeonekana pale kwenye dashboard. Narudi tena kwenye dashboard kuendelea jinsi ambavyo dashboard inavyoonekana. Kwa upande wa pili kuna hii icon ambayo inaonekana hapa. Hizi icon zinasaidia wewe kukupa summary au kuonyesha jinsi gani ambavyo ufuatiliaji wa invoice yako au malipo yako yanafanyika kwenye biashara yako au kwenye kampuni yako. Kama una invoice zako, kwa mfano una invoice 9. Katika hizi invoice zako 9 inaonyesha kabisa, ukiweka hapa mouse inaonyesha kwamba kuna invoice 6 ambazo bado haujazifuatilia. Ukiangalia mbele inaonyesha kwamba kuna invoice 2 ambazo hizi zipo katika critical invoice, kwa maana kwamba inawezekana ulikuwa umefuatilia baada ya muda fulani ukaona kwamba kuna changamoto kuweza kupata hayo malipo. Kwa hiyo itakuwa inakuonyesha kwamba hizo invoice ambazo ziko critical ni kiasi gani. Kienda mbele inaonyesha kwamba ulijaribu kuwasiliana na watu wakakupromise, wakakuahidi kwamba watalipa baada ya muda fulani. Pia inaonyesha kwamba labda ulijaribu kufanya mawasiliano, yule mtu kuweza kumpata labda alikuwa yuko busy, kwa hiyo kuweza kufanya mawasiliano naye itaonekana. Kwa hiyo hii itawasaidia wale wafuatiliaji wa biashara, watu kama wenye biashara wenyewe, wale manager, wale supervisor, kuweza kuangalia na kufuatilia wafanyakazi wao wanafanyaje kazi kwa kupitia mfumo. Tukija upande mwingine unaofuatia kwenye dashboard inaonyesha kwamba kuna items to be delivered. Hapa ni zile mzigo ambao tayari umeshapokea malipo yake, lakini bado haujaupeleka kwa wateja wenyewe husika. Kwa hiyo itakuonyesha idadi. Kwa hiyo ni wewe mwenye biashara kuweza kufuatilia na kujua kwa nini mpaka sasa hivi mizigo hii haijawa delivered. Hapa inakuonyesha idadi ya items au bidhaa ambazo tayari umeshakuwa kwenye order. Ni wewe tu
kuweza kuzitengenezea invoice na kuweza kufuatilia malipo. Itakuwa zinaonekana hapa. Upande mwingine wa dashboard hapo hapo inaonyesha receivable status. Kwenye receivable status ni kiasi ambacho malipo ambayo unatarajia kuyapata kutoka kwa wateja wako. Na katika malipo hayo pia yamegawanyika sehemu mbili. Kuna upande ambazo hela ambazo unazitarajia au fedha unazitarajia kuzipata. Pia kuna fedha ambazo umeshalipwa kabla na wateja wako lakini bado hawajaja kuchukua bidhaa husika au mzigo husika. Upande unaofuata ni payable status. Payable status ni yale malipo ambayo unatarajia kuyalipa, ambayo unadaiwa kutoka kwa watu ambao walikupa huduma. Kwa maana nyingine unaweza kaita kama supplier. Kwa hiyo kuna kiasi pia imegawanyika sehemu mbili, ni kiasi ambacho wewe unadaiwa, pili ni kiasi ambacho wewe ulishamlipa supplier bado hujaenda kuchukua mzigo wako. Pia itakuwa inaonekana hapa kwenye payable status. Tukishuka chini pia kwenye dashboard pia imegawanyika pia hapa chini sehemu kama 4. Kuna hii ya variable customers, kuna variable suppliers, kuna product details na top selling items. Kwa maana kwamba unaposema variable customers ni wale wateja ambao kwenye biashara yako au kwenye kampuni yako huwa wanakuja kununua bidhaa tofauti tofauti. Sasa system hii itakusaidia wewe kuweza kugundua au kujua kwamba ni mteja yupi ambaye ananunua bidhaa zangu kwa wingi, ni mteja yupi ambaye ananunua bidhaa zangu kwa wingi kwa kutumia invoice, na ni mteja yupi ambaye nikimuuzia bidhaa zangu huwa napata faida kubwa sana kutokana na bidhaa ambayo kwa amenunua kwenye biashara yangu au kwenye kampuni yangu. Hivyo hivyo kwenye upande wa supplier pia inaonyesha jinsi gani ambavyo bili nyingi zinakuja kutoka kwa supplier fulani na jinsi gani wewe unanunua manunuzi fulani kutoka kwa supplier fulani. Na hii system itakuonyesha hivyo vitu. Upande mwingine ni upande wa bidhaa. Upande wa bidhaa ni vizuri pia kugundua kwamba katika stock yangu au katika mzigo wangu uliokuwa nao kwenye duka langu au kwenye biashara yangu aina yoyote, je, mzigo wangu umebaki kiasi gani? Je, mzigo wangu umeshaisha? Kwa hiyo kutumia system hii inakuonyesha kabisa kwamba kwenye low stock ni kiasi gani ambacho mzigo umeshaisha na kwenye out of stock ni mzigo gani ambao haupo kabisa. Kwa hiyo kwenye low stock umeisha lakini hujaisha kabisa lakini ni kiasi tu kuonyesha kwamba unakaribia kuisha. Lakini out of stock ni kwamba hiyo bidhaa haipo kabisa. Kwa hiyo ni wewe kufanya maamuzi kuweza kwenda kununua huo mzigo na kuweza kuweka kwenye biashara yako. Upande mwingine ni upande wa top selling items. Kwenye upande wa top selling items, kutumia mfumo huu utaweza kukuonyesha wewe ni item ipi au bidhaa ipi ambayo unaiuza kwa sana. Na pia itakuonyesha katika bidhaa hizo unazouza kwa sana ni bidhaa ipi ambayo unaiuza kwa faida kubwa kulinganisha na zingine. Hii itakusaidia wewe kuweza kufanya maamuzi kwamba ninunue bidhaa gani kwa wingi au bidhaa ipi ninunue lakini nisinunue kiasi kingi ili na ikakaa sana kwenye biashara yako. Kwa hiyo tumemaliza kuzungumzia huu upande unaoonyesha dashboard pamoja na hizi menu hizi menu tatu hapo juu. Tunaenda upande mwingine wa kushoto. Upande huu wa kushoto unaonyesha pia menu tofauti. Kuna menu moja ambayo inaitwa settings. Kwenye settings hapa itakusaidia wewe kuweka information zako au taarifa zako tofauti kwenye biashara yako. Kwa mfano, unataka kusajili unataka kuwaingiza watumiaji wa mfumo wako, kuna sehemu hapa utaingiza. Labda unataka kurekebisha taarifa ya kampuni yako, labda ulibadilisha namba ya simu au ulifanya kitu chochote, unaweza ukabadilishia hapo. Labda pia ulikuwa na biashara zingine sehemu tofauti, kwa maana kwamba ulikuwa na matawi sehemu tofauti. Kwa hiyo unaweza ukatumia hapa kuweza kutengeneza matawi tofauti. Pia hapa pia inaweza kukusaidia wewe kurekodi kodi zako, kiasi gani ambacho cha kodi unatakiwa uchaji wateja wako. Pia ni jinsi gani ambavyo unaweza ukatengeneza invoice zako ziwe katika muda gani tofauti. Kwa mfano, labda invoice zako wewe kila baada ya siku 30 inatakiwa ziwe zimelipwa au kila baada ya wiki 2 ziwe zimelipwa. Kwa hiyo pia yote utaifanyia hapa kwenye settings. Upande wa accountant ni sehemu ambapo wewe itakusaidia kuweza kutengeneza zile akaunti tofauti. Akaunti hizo kama vile za benki, unakuwa na benki yako unatengenezea hapo kwenye benki zako, au una akaunti kwa ajili ya kuangalia bidhaa zako tofauti. Kwa upande wa mapato, labda unatengeneza akaunti kwa ajili ya kupokea mapato yako ya bidhaa zako tofauti, au kwa ajili ya kutengeneza akaunti za matumizi tofauti ambao pia utakuwa unayasajili kwenye mfumo wako. Pia ni itaonyesha jinsi gani ambavyo unaweza ukalipa hayo matumizi. Hapa unaweza pia ukatumia jinsi gani ambavyo unaweza ukarekebisha ile miamala
ambayo utakuwa umeikosea au kulipa miamala tofauti tofauti. Pia kwenye accountant itaonyesha magroup tofauti tofauti ya ripoti zile za kimataifa ambazo zinaitwa IFRS. Pia ziko hapa magroup tofauti tofauti ambao unaweza ukayatumia kwa ajili ya kupata ripoti zako ambazo zinaenda kwenye standard zile za kimataifa. Upande mwingine tunaona kuna upande huu wa items ambapo hapa utarekodi bidhaa zako zote. Kwa mfano una stock yako utaingiza kupitia hapa. Kwa mfano una bidhaa ambayo unataka kuinunua lakini hauko nayo, unataka kwenda kuipurchase au kufanya kitu chochote, pia utaisajilia hapa. Pia hapa samani zako za kwenye kampuni utazitengenezea hapa. Hapa pia ni sehemu ambayo wewe itakusaidia kuweza kutengeneza au kuzalisha bidhaa tofauti tofauti, ukaingiza raw material. Kwa mfano wale watu ambao wanatengeneza matofali wanaweza pia wakaingiza hapo vitu kama maji, simenti, mchanga ili kuweza kutengeneza tofali ambayo hapa kwa wewe itakuwa kama product kwa upande wa manufacturing. Pia unaweza ukafanya stock adjustment kwa maana kwamba mzigo ambao labda umeharibika au mzigo ambao haupo tena unaweza pia ukafanya hapo. Unaweza ukafanya movement ya kuhamisha mzigo kutoka kwenye branch moja kupeleka kwenye branch nyingine, zote zinafanyikia upande huu ambao tunaita upande wa items. Ambapo pia hapa unaweza pia ukatengeneza store zako kwamba una store sehemu fulani ambako mzigo utakuwa unaenda huko na vitu kama hivyo. Pia unaweza ukaactivate item ambayo labda ulikuwa uitumii, baada ya muda fulani ukaamua utaki kuitumia, pia unaweza ukatumia hapa kwenye upande huu wa items. Ukija upande mwingine wa kumanage asset. Kumanage asset ni pale ambapo wewe unaweza ukarekodi au ukaingiza asset zako ambazo zilipo kwenye biashara zako. Kwa mfano vitu kama kompyuta, vitu kama furniture, vitu kama pango la nyumba na vitu kama hivyo. Vyote hivyo unaweza ukavisajili hapa. Alafu pia inakusaidia upande huu kuweza kujua kwamba asset fulani au samani fulani ya kitu fulani anacho mfanyakazi gani au anachouza gani kwenye kampuni yako au kwenye biashara yako. Pia hapa unaweza ukafanya disposal ya asset yako. Kwa mfano asset unataka kuitumia, umeshaitumia, utaki tena, umeshaitumia vya kutosha, unataka kuitoa kwenye eneo yako, kwenye asset zako, list zako, na pia hapa unaweza ukafanya disposal ya hizo asset zako. Kuna upande wa purchase. Upande wa purchase huu ni upande ambao wewe unaweza kukusaidia kuweza kufanya manunuzi mbalimbali kwa supplier wako. Kwa hiyo unaweza ukaingiza majina ya supplier wako ambao mara nyingi unaenda kununua vitu kutoka huko. Pia unaonyesha jinsi gani ambavyo unaweza ukatengeneza order zako kabla hujapeleka kwa supplier. Pia bili zako zitakuwa zinaonekana hapo ambazo unatakiwa uzilipe kwa supplier. Malipo yako yote utakuwa unayafanya hapo kwa supplier wako. Unaweza ukalipa hela prepaid hapa pia kwa supplier, unaweza ukatengenezea hapa. Unaweza ukatengeneza zile bili ambazo zinarudia mara kwa mara ambazo huhitaji kila saa kurudi na kuweza kutengeneza hizo bili. Hizo unaweza recurring bills unaweza kuzitumia hapo. Unaweza ukacancel bili kupitia hapo. Unaweza ukarudisha mzigo kwa supplier. Mzigo umepewa, katika mzigo huo kuna bidhaa ambazo labda unaona zina shida na ziko sawa, pia unaweza ukarudisha kupitia hapa. Pia unaweza ukadai au ukafuatilia pesa zako au hela yako kama refund kutoka kwa supplier, pia ukazipata hapa. Katika pati hii ya purchase unaweza pia ukareceive ukapokea mizigo yako ambayo ulishaipurchase ukamlipa supplier. Unaweza pia ukapokea kupitia kwenye upande huu wa purchase. Pia ile withholding tax unaweza ukazirekodi kwa kupitia upande huu wa purchase. Upande mwingine ambao unaelezewa kwenye hii system yetu ni upande wa banking. Banking hapa unaweza ukahamisha hela kutoka kwenye akaunti moja kwenda kwenye akaunti nyingine. Pia unaweza ukaweka hela kwenye akaunti zako tofauti za benki. Upande mwingine ni upande wa sales. Hapa ni mauzo yako ambayo unayafanya kwenye biashara yako au kwenye kampuni yako. Unaweza ukasajili wateja wako ambao wanakulipa. Unaweza ukaingiza order zako kutoka kwa wateja wako. Unaweza ukapokea malipo yale ya cash. Unaweza ukauza kwa kutumia invoice. Unaweza ukapokea malipo. Unaweza ukaangalia invoice zote zilizolipwa. Unaweza ukatengeneza invoice zile za kujirudia. Kwa mfano watu wenye mashule wanaweza wakatengeneza invoice hapa kwa kutumia recurring invoice, kwamba kila muhula ukifika ile invoice zitengeneza zenyewe automatic bila kurudi tena kutengeneza. Pia wateja wako wanaweza kukulipa in advance, pia unapokea hapa kwa kupitia customer credit.
Pia unaweza ukauza asset, unaweza ukapokea bidhaa ambayo imerudishwa kutoka kwa mteja wako. Pia unaweza ukamrudishia kama ni fedha mteja wako, unaweza ukafanya hapa. Unaweza ukadeliver mzigo wako ambao wateja wako wanataka kwa kupitia hapa kwenye upande wa sales. Pia unaweza ukaona statement za account za wateja wako wote kupitia customer account. Pia unaweza ukarekodi withholding tax kwa upande wa sales. Upande wa mwisho ni upande wa ripoti. Kuna ripoti za magrupu mawili. Grupu la kwanza ni summary report na grupu lingine ni detail report. Kwenye summary report itakuwa inaonyesha ripoti zako ambazo zinaonekana kama hivi zilivyo, lakini kwa summary, yani kwa kifupi. Alafu kuna details report. Details report inaonyesha ripoti kwa urefu na kwa undani zaidi. Nazo zinaweza zikawa zinaonekana hapa kama unavyoonyesha hapo kwenye system. Asanteni kwa kunisikiliza, na tumaini mmeweza kupata picha na kuelewa kabisa vizuri jinsi gani mfumo huu wa Tinchelo Accounting unaweza kukusaidia wewe kuweza kumanage biashara zako pamoja na kampuni yako. Asanteni sana.